السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, darasa yetu ya leo insha Allah ta'ala, kulingana na mada yetu ya swala, tutakwenda kuangalia sifatu wad'i al-yadaini hala al-qiyami, namna ya kuweka mikono miwili wakati wa kusimama. Sifa ya kuweka mikono miwili wakati wa kusimama. Hii ndio itakuwa maudhui yetu ambayo tunaanza nayo insha Allah taala. Al-matlabu al-awwal, tunaangalia sehemu ya kwanza, wad'u al-yumna ala al-yusra hala al-qiyam. Tunaangalia kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto wakati wa kusimama. Wad'u al-yumna, kuweka mkono wa kulia, ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto, hala al-qiyam, wakati wa kusimama. Yusannu wad'u al-yumna ala al-yusra fi al-qiyam fi jami'i rak'ati as-salat. Yusannu, imewekwa ni sunna, wad'u al-yumna, kuweka mkono huu wa kulia, ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto, fil qiyami, wakati wa kusimama, fi jamii rakaati sala, katika rakaa zote ambazo kwamba unazoziswali. Unapokuwa unauweka mkono wako wa kulia juu ya mkono wa kushoto, hii ni sunna katika rakaa zote pindi unaposwali. Wa huwa madhhabu al-jumhur, na haya ni madhehebu ya maulama. Al-Hanafiyati, upande wa Abi Hanifa, wa Shafi'iyati, na upande wa Imami Shafi'i, wal Hanabila, na upande wa Ahmad ibn Hanbal, wa qaulun lil Malikiyati. Hii pia ni kauli kwa upande wa Imami Malik, wa huwa qaulu akthari al-fuqaha, na hiyo ndiyo kauli ya maulama wengi ambao wapo katika upande wa fiqh. Nenda kwenye kitabu Fathul Qadiri lilkamali bin al-Humami, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 287. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 311. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni libni Qudamati, kitabu nambari 1, ukurasa 341. Nenda kwenye kitabu Adh-Dhakhiratu lil-Qurafi, kitabu nambari 2, ukurasa 228. Wa fil Majmu'i lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 311. Al-adillatu, tuangalie dalili. Awalan min as-sunnati, dalili ya kwanza tunayoiangalia ni kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sahli mtoto wa Sa'd, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, qala, amesema, kana nasu, walikuwa watu, yu'maruna an yada'a ar-rajulu, wanaamrishwa aweke yule mwenye kuswali, yadahu al-yumna, mkono wake wa kulia, ala dhira'ihi al-yusra, juu ya dhiraa yake. Dhirani ya jamaa, aweke mkono wake wa kulia juu ya dhiraa yake katika upande wa mkono wa kushoto, fi salati, katika ibada ya swala. Hii ni amri
walikuwa wakiamrishwa masahaba ridwanullahi alaihim pamoja na sisi ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweke mkono wetu wa kulia wakati wa kufunga swala ikiwa umesimama juu ya mkono wa kushoto ikiwa unaitekeleza ibada ya nini? Ya swala. Rawahu al-Bukhari, maneno haya kayapokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 740. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kutoka kwa Wa'il mtoto wa Hujr, radhi za Mwenyezi Mungu zimwende yeye, annahu waswafa salata nabii sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Wa'il alielezea swala ya Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye. Waqala fi wasfihi, na akasema katika kuielezea hiyo swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma wadaa yadahu al-yumna, kisha akauweka mkono wake huu wa kulia, ala dhahri kafihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Tumeelewana vizuri? Mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto. Kiganja nichi warusri, na kifundo nichi, hiki ndio kifundo. Warusri, na kifundo. Wasaidi, na hii dhiraa upande mwingine inaitwa asaid. Wasaidi, na vile vile upande wa asaid. Maana yake wadaa yadahu al-yumna, huu ndio mkono wa kulia, ameuweka mkono wake wa kulia ala dhahri kafihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Warusri, unaona warusri, na hiki kifundo. Wasaidi, wasaidi, na hii dhiraa mguuni hapa, hii inaitwa saqu muhundi, asaqu muhundi. Lakini hapa ima uite dhiraa wa ima uite nini? Asaid. Said ni sehemu hii ya juu, ni mgongo wa mkono hapa juu, inaitwa asaid. Kwa hiyo ukiangalia wakati anaielezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wake huu wa kulia aliuweka juu ya kiganja cha mkono wa kushoto. Kiganja nichi, juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, na hiki kifundo hiki pamoja na hii asaid zilikuwa hivi. Mmenielewa? Hatujafika hii mikono inakuwa wapi, tunaelezea jinsi ya kuiweka mikono, bado hatujafika. Hii mikono ni kifuani, chini ya kifua, chini ya kitovu, hatujafika. Lakini tunaangalia huu mkono wa kulia na mkono wa kushoto huwa unakuwa vipi. Kwa hiyo ukiangalia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wa kulia unakuwa juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, na kifundo hiki kinakuwa hapa, na hiki kiganja chako kinakuwa juu ya mgongo wa mkono, inakuwa hivi. Lakini kuna baadhi ya watu, mtu unamkuta katika ibada ya swala anafunga hivi. Mimi nimeshuhudia watu hawa, mtu anafunga hivi, yuko kwenye swala, sijui ametoa wapi. Tutaangalia insha Allah taala ikiwa hii design ipo ama hakuna insha Allah. Rawahu an-Nasa'i, maneno haya kayapokea an-Nasa'i kwake kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 126. Sheikh Albani ameyasahihisha maneno haya fi sahihi sunani Abi Daud kwa nambari 727. Thaniyan, tunaangalia dalili ya pili ama mwongozo wa pili katika hilo jambo la kuweka mikono. Amalu ahli ilmi, hiki ni kitendo ambacho kinafanyiwa kazi na waliopewa ilmu. Wale waliopewa ilmu pia katika uwekaji wao wa mikono wanaweka vipi? Wanaweka kama tulivyozungumza, mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, kifundo kikiwa hapa na kiganja kikiwa juu ya mkono huu wa kushoto.
Waqala Tirmidhi, na amesema at-Tirmidhi, alayhi al-amalu inda ahli al-ilmi, kitendo hiki kinafanywa kazi na watu waliopewa ilmu, min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kutokamana na masahaba wa mtume Muhammadin, rehma na amani zimshukie yeye, pia walikuwa wakiweka hivyo, watabiina, na waliokuja baada ya masahaba, wa man ba'dahum, na waliokuja baada ya hawa ambao ni tabi'in, wote walikuwa wakiweka mikono hivyo. Nenda kwenye kitabu Sunan Tirmidhi, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 33. Al-matlabu thani, tunaenda sehemu yetu ya pili, mawdhi'ul yadaini hala al-qiyam. Sasa tunaangalia sehemu ya hii mikono miwili wakati wa kusimama. Tumetoka katika kuiweka hii mikono, sasa tunakuja hii mikono wakati ushaifunga hivi huwa inakaa wapi, ndio tunataka kuangalia. Mawdhi'ul yadaini hala al-qiyam, sehemu ya mikono miwili wakati wa kusimama. Al-musalla mukhayyarun, mwenye kuswali ana khiyari. Nini maana ya khiyari? Ana chaguo, yani kuchagua kitu kwamba ukitaka utakifanya hiki, kama ukitaki hiki utakifanya hiki, ndiyo maana yake. Al-musalla mukhayyarun, mwenye kuswali amepewa khiyari, amepewa kuchagua, fil mawdhi'i alladhi, katika sehemu ambayo kwamba yadau yadaihi alayhi, ataiweka mikono yake juu yake, hala alqiyami fi salati, wakati wa kusimama akiwa kwenye ibada ya nini? Ya swala. Ana khiyari, ndio tunaanza kuzitaja hizo sehemu. Fayadauhuma ala sadri, khiyari ya kwanza, akitaka anaweza kuiweka juu ya kifua. Kifua sinichi, sio huku, maana kuna mtu amkuta yuko hivi kabisa. Tumeelewana? Sio hivi, ala sadri, juu ya kifua hapa. Hiyo ni khiyari, akitaka aweke juu ya kifua. Wa huwa qawlu ba'd as-salaf, na hii ni kauli ya baadhi ya masahaba ridwanullahi alayhim. Qala ibn Abd al-Barr, amesema ibn Abd al-Barr, ruya an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, imepokelewa kutoka kwa Ali. Huyu ni sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni khalifa, alikuwa kiongozi baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa ni khalifa wangapi? Wanne. Wa kwanza Abu Bakar, wa pili Umar, wa tatu Uthman, wa nne ni Ali ibn Abi Talib. Sasa ruwiya an Ali ibn Abi Talib, imepokelewa kutoka kwa Ali mtoto wa Abi Talib, annahu, hakika yeye Ali, wada'ahuma ala sadrihi, aliweka mikono yake hii miwili juu ya nini? Ya kifua chake. Tumeelewana vizuri? Aliweka mikono miwili hii juu ya kifua chake, na mpaka akifanya hivi Ali bin Abi Talib hafanyi kwa utashi, yani hafanyi kwa kutaka kwake. Ina maana kwamba alimshuhudia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaona khiyari ya kwanza, ukitaka unaweza kufunga juu ya kifua chako, na hii ameifanyia kazi Ali bin Abi Talib. Wa an Taus qala, kutoka kwa Taus amesema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vile vile huyu anamzungumzia mtume kwenye swala yake. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, yadau yadahu liyumna, akiweka mkono wake huu wa kulia, ala yadihi liyusra, juu ya mkono wake wa kushoto, thumma yashudduhuma, kisha anaifunga hiyo mikono miwili, ala fadrihi, juu ya kifua chake, wa huwa fi salati, na yeye akiwa kwenye sala.
Huyu naye anamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba alikuwa akifunga swala yake juu ya nini? Juu ya kifua hivi. Hapa hakuna hadithi Msije mkasema hii ni hadithi. Hizi tunaita athar. Athar maana yake ni aqwalu sahaba, ni maneno ya nani? Ya masahaba ridwanullahi alayhim, wanaelezea, wanazungumzia walichokishuhudia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nenda kwenye kitabu At-Tamhidu libn Abdul Barri, kitabu nambari 20 ukurasa wa 75. Wa hadha ikhtiyaru Ibn Baz, na hii kufunga juu ya kifua Ibn Baz yeye amechagua ni hiyo kwake, anaona kufunga juu ya kifua ndiyo sawa. Wa Ibn Uthaymin, na mwanachuoni Ibn Uthaymin pia anaona kufunga juu ya kifua ndiyo sawa. Wal Albani, vile vile Sheikh Albani anaona juu ya kifua ndiyo sawa rahimahumullah. Nenda kwenye kitabu Fatawa Nuri ala Darbi Ibn Baz, kitabu nambari 8 ukurasa 148. Nenda kwenye kitabu Majmuu Fatawa wa Rasail al-Uthaymin, kitabu nambari 13 ukurasa 392. Nenda kwenye kitabu Aslu Sifati Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam lil Albani, kitabu nambari 1 ukurasa 215. Chaguo la pili, hilo lilikuwa ni chaguo la kwanza. Au fauqa surrati, au anaweza kuweka mikono yake juu ya kitovu, tahta sadri, chini ya kifua. Juu ya kitovu, chini ya kifua. Hiyo mikono itakuwa wapi? Itakuwa baina sadri wa surra, ni baina ya kitovu na kifua. Maana yake ni hapa katikati, umetoka kwenye kifua umekuja chini ya kifua, na inakuwa ni juu ya nini? Ya kitovu. Khiari ya pili ni hiyo. Ukitaka kufunga swala yako unaweza kufunga sehemu hii, chini ya kifua na juu ya kitovu. Anasema wa huwa madhhabu Shafi'iyya, na hayo ndio madhehebu ya nani? Imam Shafi'i rahimahullah. Wa qawlu ba'd as-salaf, hii pia ni kauli ya baadhi ya wema waliotutangulia ambao ni masahaba ridwanullahi alayhim, ya kwamba kuna baadhi ya masahaba pia walikuwa wakifunga hivyo, chini ya kifua, juu ya kitovu. Qala an-Nawawi, amesema an-Nawawi, madhhabuna, madhehebu yetu sisi, anna al-mustahabba, hakika lililopendekezwa, ja'aluhuma tahta sadrihi, ni kuiweka hiyo mikono miwili chini ya kifua, fauqa surratihi, juu ya kitovu chake, inakuwa ni katikati sasa hapo Wa bihadha qala Sa'id ibn Jubair, na haya pia ndiyo maneno aliyozungumza Sa'id ibn Jubair wa Daud. Nenda kwenye kitabu Al-Majmuu lin-Nawawi, kitabu nambari 3 kurasa ni wa 313. Hilo lilikuwa chaguo la ngapi? La pili. La kwanza juu ya kifua, la pili tahta sadri fauqa surra, chini ya kifua juu ya kitovu. Chaguo la tatu, au tahta surrati, au chini ya kitovu. Nafikiri ndugu zetu ahlu tabligh ndio huwa hiyo design yao, sio? Inakuwa tahta surra, chini ya kitovu. Ya jamaa si hiki, tuelimishana hapa, sawa? Kitovu si hiki, sasa inakuwa chini hapa. Mzee, ni chini ya kitovu hapa, chini ya kitovu. Sasa chaguo la tatu ni hilo, chini ya nini? Ya kitovu. Wal amru fi dhalika wasi'un, na anasema jambo hilo lina upana mkubwa, Kwa hiyo usimuone mtu
anafunga hapa ukaanza kumsema, hawa watu wa vikanzu vifupi hawa wana ndevu hawa wana shida kama nini hapa, angalia anafungia swala wapi. Usimseme mwenzako. Amemshuhudia nani? Ali bin Abi Talib akiyasema hayo maneno. Sawa Sheikh, wapo maulama katika masahaba wamemshuhudia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukimwona mwenzako amefunga hapa chini ya kifua juu ya kitovu, pia usimseme ukaanza kusema watu nao wana shida. Hakuna. Na ukimwona mwingine anafunga huku chini, pia usimseme Sheikh, ikawa muonyeshana vidole, angalia jamaa hapa apata shida kweli. Kila mmoja afanye kulingana na urahisi wake. Wewe chunguza, kuna wakati ukishiba hii mikono huwa yakaa kweli. Kuna wakati ukishiba kisawasawa, hii mikono ukiiweka juu yeye inakuwa kama mzigo, yani unachoka haraka. Hujachunguza hivi? Kwa hiyo wakati wowote tu unaweza kubadilisha, ukaona hapa napata shida, weka hapa, tulia Sheikh. Ukiona balaa zaidi, kitambi kirefu, weka huku chini, shida iko wapi Sheikh? Tumeelewana vizuri Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, na hii chini ya kitovu ni riwaya kutoka kwa imamu nani? Ahmad ibn Hanbal. Wa bihi qala al-Auza'i, na hayo maneno pia ameyasema al-Auza'i. Mara nyingi Wahindi wananasibisha fikihi yao kwa Imamu Ahmad. Mara nyingi vitu vyao wanakwambia Imam Ahmad. Na kuna wengine wanakwambia bwana Imamu Shafi'i. Kuna watu wa Imamu Shafi'i, kuna watu wa Ahmad ibn Hanbal, kuna wa Imamu Malik, kuna wengine na kuendelea. Tumeelewana vizuri? Lakini watu wasitukanane, hiki kitu kina khiari. Funga hapa ukitaka, weka hapa ukitaka, weka huku ukitaka. Nitasema hivyo kulingana na nilichokiona hapa insha Allah taala. Anasema wanasabahu Tirmidhi, na ameanasibisha maneno haya ya kufunga swala chini ya kitovu Imamu Tirmidhi ila ahli ilmi, kwa watu waliopewa ilmu, minas sahaba, kutokamana na masahaba. Ina maana ya kwamba kuna masahaba pia walikuwa wakifunga chini ya kitovu, watabiina, na wale waliokuja baada ya masahaba, wa man ba'dahum, na waliokuja baada ya tabi'in. Wa dhahaba ila dhalika Ibn al-Mundhir pia amesimama ya kwamba yeye kufunga sala inakuwa ni chini ya kitovu. Wa dhalika, na mpaka tuyaseme hayo ya kwamba unachagua juu ya kifua, baina ya kitovu na kifua, chini ya kitovu. Wa dhalika, na hilo liadami thubuti hadithin, ni kwa sababu haija thibiti hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'i al-yadaini, katika kuweka hii mikono miwili, hala al-qiyami, wakati wa kusimama, fi sala, katika ibada ya swala. Hakuna hadithi ya Mtume inayothibitisha yeye Mtume mwenyewe anaeleza ya kwamba aliweka mikono juu ya kifua, ila kuna athar, maneno ya masahaba ridwanullahi alayhi ndio wanathibitisha walimuona Mtume akiweka mikono juu ya kifua. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 341. Nenda kwenye kitabu Nailul Awtar, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 211. Nenda kwenye kitabu Sunanu Tirmidhi, kitabu nambari 1, ukurasa ni 338. Wa fil Majmu'i Ibn al-Mundhir, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 313. Wapenzi katika imani, ningependa insha Allah taala tukomee hapa. Darasa yetu inayofuata ambayo ni al-faslul khamis, darasa la 5, tutakuja kuangalia duaul istiftahi, ile dua ya ufunguzi wa swala baada tu ya kupiga takbiratul ihrami, kabla ya kusoma surati al-Fatiha,
huwa kuna duaul istiftahi, ile dua ya kufungua sala, ndio itakuwa darasa yetu ya kesho insha Allahu taala.